sana Ahmed, ndugu waandishi, habarini za asubuhi. Nimekuja hapa kwa niaba ya bodi ya wakurugenzi ya Simba kuweza kuzungumza nanyi kuhusu maendeleo ya klabu yetu ya Simba, kuwajulisha wana Simba na Watanzania na wapenzi wa Simba ambao hata si Watanzania kuhusu maendeleo ya klabu yao pendwa Simba. Pamoja nami nimefuatana na makamu mwenyekiti wa bodi ambaye ni mwenyekiti wa klabu ya Simba pia Bwana Murtaza Mangungu, na afisa mtendaji mkuu wa Simba CEO Zubeda Sakuru, pamoja na wafanyakazi wengine wa Simba, idara ya habari wakiongozwa na Bwana Ahmed. Cha kwanza ambacho napenda kuzungumza ni kutoa shukrani. Tunatoa shukrani kwa muda wote ambao tumekuwepo katika uongozi, kwa watu ambao wameifanya Simba iweze kupiga hatua kubwa. Tunatoa shukrani kwa wana Simba wote, wanachama na wapenzi, na wale wanaotakia mema klabu ya Simba. Tunatoa shukrani kwa sponsors na partners wetu wote, na kwa umuhimu wao ni vizuri kuwataja. Tuna partners wasiopungua 18 sponsors na partners. Napenda kuwashukuru Betway, J-Root, Azam TV, Mo Cola, Mo Group, Mo Assurance, Mo Foundation kwa ajili ya CSR, utoaji kwa huduma kwa walengwa wanaohitaji, Premier Mobile, Serengeti Breweries, kuna Simba Mastore, kuna benki ya CRDB, NBC, NMB, Equity, na bila kusahau mdau mkubwa serikali, sababu serikali pia ni mdau mkubwa katika maendeleo ya Simba. Lakini pamoja na hayo yote, shukrani za pekee zimwendee Mwenyezi Mungu kwa kuweza kuwezesha hayo yote kuweza kufanikiwa. Kwa hiyo si rahisi kwa klabu kuwa na sponsors, kuwa na partners wa kiwango hiki karibia 18 katika ukanda wetu wa kusini mwa jangwa la Sahara. Hii inaonyesha kwamba klabu yetu inakubalika kweli kweli. Na pia tunatoa rai makampuni mengine yaje yaweze kushirikiana na Simba, na mengi ambayo yameshirikiana na Simba yameweza kufanikiwa, kwa sababu katika Afrika, katika wanasema ufikiaji wa watu, Simba ni namba 2 Afrika. Baada ya Ahli, sisi tuna platform ambazo zinafikika duniani kote. Zaidi ya watu kwenye milioni 12 duniani wanafuatilia platform za Simba za social media. Kwa hiyo ukiwa partner na Simba unaifikia dunia, sio Tanzania. Kwa hiyo tunakaribisha watu waweze kuendelea. Jambo la pili, napenda kuongea kuhusu swala la transformation. Nakumbusha hapa ni wasahau Air Tanzania, ni wadau wetu wakubwa.
Unajua nililisti wanaoleta hela tu, nikasahau wanaotoa huduma. Air Tanzania nao wanatupa huduma, tunapata discount nzuri sana kila tunaposafiri na Air Tanzania. Kwa hiyo shukrani sana Air Tanzania. Jambo la pili ambalo ningependa kuambia mchakato wetu wa transformation ambao tulianza 2017 sasa ni 2025. Miaka mingapi hiyo? 8. Unaenda kufikia tamati. Ni kipindi kigumu tumepita, kwa sababu huu mfumo kuacha ambako unatumika Ulaya, hasa Ujerumani, Afrika hakuna klabu inatumia mfumo. Kwa hiyo tulikuwa tunaona ugumu ambao mamlaka za serikali na mamlaka za soka na wizara husika, tume la ushindani, ambavyo ulikuwa unapata changamoto ya kuweza kupitisha mfumo huu. Mfumo huu ambapo unaita ni hybrid, kwa maana umegawanyika, wanachama wana hisa zao na wawekezaji wana hisa zao, ni mfumo mgeni kabisa. Lakini tunaomba kusema kwa uwazi, ni miaka 8 iliyokuwa na changamoto kubwa sana. Ilibidi kwenda tume ya ushindani, na wakati huo tulikuwa tumeshaanza na ile interim board. Ukasema kwa nini mlianza kabla ya kuja huku? Tukapigwa faini, tukalipa. Ikabidi tukapita RITA, ikabidi tukapita BMT, ikabidi tufike mpaka mamlaka za juu, ofisi ya waziri mkuu akazungumza. Lakini hatimaye mwanasheria mkuu wa serikali akakutana na vyombo vyote, akasema baada ya kupitia hizi matatizo na tumeshauriana, basi nashauri Simba na BMT mwende mkayamalize. Kikao chetu cha mwisho cha wanachama tulipitisha hii katiba ambayo tunategemea kama si leo, kesho kutwa itakuwa imesajiliwa. Sasa hili ni jambo kubwa kwa klabu ya Simba, kubwa kweli, kwa sababu sasa ndio tunaanza safari. Kwa hiyo hii miaka 8 ilikuwa ni up and down. Tunaingia sasa kwenye mashirikiano na tunaingia kitu kinaitwa shareholders agreement, kuweza kujua mwekezaji atafanya nini na wanachama nao watafanya nini. Lakini kubwa ambalo tunaenda kulifanya sasa, tulikuwa tumesimamisha kutoa kadi za wanachama wa Simba. Sasa tunaenda kutoa kadi za wanachama wa Simba, na nawahakikishieni tunaenda kuwa klabu ya kwanza tena yenye wanachama wengi, sio Tanzania tu. Mark my words, narudia, tunaenda kuwa klabu ya kwanza yenye wanachama wengi, si Tanzania tu na hasa nje ya Tanzania.